Naam, mpenzi mfuatiliaji wa Ropai Updates, kikiwa ni kipindi cha uchambuzi wa mpira, tukiwa tunachambua michuano ya kombe la dunia ikiwa ni hatua ya nusu finali, ambayo leo utakutana na mechi ngumu, mechi yenye mtazamo tofauti tofauti kutokana na mashabiki. Nikiwa na ndugu yangu bwana Jasiri, kwa jina naitwa Nedi kutokea Ropai. Mechi ya leo unaionaje? Ukiangalia kwenye Hispania na Ufaransa, unaionaje? Asante brother Nedi. Kwanza tunasema hii mechi itafanyika MetLife Stadium New Jersey, Marekani. Hiyo kwetu sisi ni mida ya saa 4. Lakini hii mechi ni ngumu sana. Unajua watu wanaichukulia poa, wanajua tu Ufaransa anapita. Lakini hawajui kwamba hii mechi ni ngumu mno. Kwa sababu ukiangalia jinsi walivyokutana Ufaransa pamoja na Spain mara mwisho 2025 ilikuwa nafikiri ni UEFA National League. Ile ndugu Mfaransa akapigwa goli 5-4. Yaani Faransa 4 wao 5 wakapita. Ndio wakakutana na Ureno. Alafu yani kwenye hizo kukutana kuanzia 2014 mpaka 2026 miaka 12 wamekutana zaidi ya mara 5. Na mara 3 kapoteza zote Mfaransa. Mara 2 tu Mfaransa kashinda. Kwa hiyo mechi unaweza kaiona ni kama mechi ya kisasa. Kwamba hao lazima hao Spain lazima tuamalize leo. Na lakini kwa recent, kwa hivi karibuni nafikiri Ufaransa wanapewa nafasi kubwa sana kwa sababu ya jinsi walivyobadilisha sana mfumo wao uchezaji. Bao kombe la dunia kwa recent, kwa hivi sasa Mbappe akiwa na magoli 8. Alafu nyuma yake yuko Dembele. Lakini hapo kuna kijana mdogo ana goli hili moja tu kombe la dunia. Lakini unaambia kuna Mapedro. Kwa itakuwa ni mechi moja ngumu sana. Ni kweli, lakini hapo ukiangalia uchezaji pia wa Spain wa sasa hivi wakiwa na possession nyingi za pasi, uchezaji wao na ukiangalia pia mchezaji mdogo akiwa dribbling zake za tofauti tofauti. Kwa hiyo unaangalia kabisa challenge ambazo atakutana nazo Mbappe leo sio za kitoto kutokana na uchezaji pia wa Spain. Lakini pia ukiangalia mara ya mwisho Mbappe alitoka kabla mechi haijaisha kutokana na majeraha aliyopata. Lakini ile tuliona itakuteza labda ni changamoto asishiriki mechi hii, lakini tayari mambo yameshakaa sawa. Kwa hiyo watu watamshuhudia. Hizo zinaitwa siasa za mechi. Lakini labda nizungumzie bwana Nedi. Ufaransa ni watu wananyumbulika sana. Kweli. Kina Dembele, kina Olise wanacheza, yani wanachezea sana mpira pale. Olise kama kiungo mshambuliaji, unaona jinsi anavyo assist. Fundi sana. Na wajua Spain ni mafundi sana wa mpira. Yaani kiungo chao Spain ni kiungo kizuri sana. Kwa labda niseme hii mechi itakuwa mechi ngumu sana. Yaani mimi binafsi naiona kama mechi ambayo ina hadhi kabisa ya kuwa mechi ya nusu finali ya kombe la dunia. Ni kweli. Kwa hiyo ukiangalia kasi aliyokuwa nayo Mbappe na kikutana na Cucurella pale. Kwa hiyo inahitaji Cucurella leo akaze kwa sababu mchezo pia goli ni hatari. Na Spain hawajaruhusu sana magoli. Hawajaruhusu sana magoli kwenye hatua ya mtoano. Lakini unajua Ufaransa wanaishi wanafungwa sana. Unajua Ufaransa kufunga hizi kwenye nini wanafungwa sana, lakini ni watu ambao wakikukamata. Nafikiri uliangalia nusu finali ya mwaka 2022. Lakini tukikaa vibaya inaweza kujirudia. Kikaa vibaya inaweza kujirudia. Ile finali ilikuwa ni ngumu sana. Nafikiri katika finali bora sana ambazo tumezishuhudia kwa mwaka huu. Ile finali hii finali ya Marekani, nafikiri FIFA waliandaa mazingira mazuri sana kwa wachezaji, lakini pia watu walijipanga. Umeona hata nchi zetu za Kiafrika zimefanya surprise kubwa sana. Watu wamekaza. Kama Cape Verde pale imeonyesha kipaji kwa Argentina. Na moja ya watu ambao Cape Verde namkumbuka ni goalkeeper Vozinha. Goalkeeper yani ametrend, unakumbuka hata kwenye Instagram alikuwa anafuati milioni kama 5, sasa hivi amekimbilia kwenye 10. Yuko mbali sana, lakini nafikiri imekuwa chachu. Nafikiri miaka ijayo kama Mungu atatusaidia na sisi wa Tanzania 2030 kama tutapata neema ndio Tanzania kushiriki katika michuano kombe la dunia imekuwa ni changamoto. Labda tukaruhusu vijana wa Serengeti Boys watuwakilishe. Kwa kombe la dunia kwa kweli limepamba moto, na nafikiri msimu huu
ni msimu ambao uliko bora zaidi. Kwa hiyo tutaangalia hiyo New Jersey hapo saa 4 tuangalie, lakini sijui kwa wale labda tunasema wawekezaji watataka kujua hapa waeke upande gani, waende kwa Ufaransa, waende kwa Lamine au waende kwa Mbappe, lakini mimi kwa prediction zangu naona kabisa Ufaransa yana. Kwa hiyo ukibetia qualification Ufaransa anaenda. Mimi naona kwa leo kwa wale wawekezaji tunasema kwa wale wawekezaji nafikiri hao wamepewa 2.5 ya kushinda kwenye hizi kwenye kombe la dunia, lakini mimi naweza kuenda pia, mimi naenda na Wafaransa. Hii ni vita ya Mbappe na Lamine Yamal. Sasa sijui Lamine Yamal anaongea nini kwenye mitandao. Tukiangalia kwenye mitandao ya kijamii pale Instagram, tunaona Lamine Yamal aliongelea kuhusu swala la mechi ya Ufaransa. Akasema kwamba haogopi challenge za bwana Mbappe, ni mchezaji wa kawaida, sio kama mashabiki wanavyoichukulia. Na pia ukiangalia pia historia zao, hii inampa kichwa kijana mdogo kuona kwamba inakuwa ni mechi ambayo haina challenge sana. Lakini yote tutayaona uwanjani siku ya leo saa 4. Lakini tukiangalia takwimu zao hapa, unakuja kugundua kwamba kwenye michezo ya hii hatua ya mitoano kuanzia 32 bora mpaka sasa hivi Ufaransa haijaruhusu goli kabisa. Lakini hawa wameruhusu goli moja kwenye hatua ya mtoano, kuachana ile hatua ya makundi. Kwa hiyo mpaka hapo ni timu bora kwa zote mbili, lakini yote tutayaona nani ambaye anaweza kuqualify kuendelea na hatua ya finali ambayo itachezwa tarehe 19. Okay. Basi kwa mechi hiyo nadhani tumemaliza kwenye upande wa Ufaransa pamoja na sisi tunasema hii ni mechi ya new generation. Ni new generation. Vijana wa beach kabisa. Nafikiri hao ndo wanaenda kuchukua ufalme sasa. Kwa sababu ndugu yetu Ronaldo out. Messi ndo amebakia. Ambao Messi anakutana kesho na saa 4 hiyo anakutana na England. Na England hapo baba. Kuna Harry Kane mwenye magoli 6. Messi ana magoli 8. Hapa at least huyu ndugu yetu ndo ana magoli 8. Na wewe ukimwachia goli kidogo umekwisha. Kwa hiyo ukiangalia pia Mbappe pia alikosa penalti, lakini Messi pia naye alikosa penalti. Kwa hiyo unaweza ukasema labda ni bahati mbaya ya wachezaji, lakini penalti aliyokosa Messi ni penalti ya 33. Tunaweza kuangalia, unaweza kuvunja rekodi nzuri na rekodi mbaya. Kwa hiyo kwenye kombe hili la dunia Messi ameingia kwenye kuvunja rekodi nzuri pamoja na mbaya. Nzuri anaongoza magoli akiwa ni mchezaji mwenye umri mkubwa, ana kipaji, lakini rekodi mbaya ameongeza namba kukosa penalti. Basi tuangalie moja kwa moja kwenye mchezo wa Argentina kwa haraka tukienda kumalizia kipindi chetu. Argentina pamoja na England. Tunaonaje hizo changamoto kwa mechi ya kesho? Na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kupita kwenye hatua ya finali. Kwanza mechi ya kesho itakuwa ngumu sana. Kwa sababu nakutana na wale wanakuambia hii kombe inarudi nyumbani. Unajua wale ni muda mrefu nafikiri wana kombe la dunia moja. Ni muda mrefu sana England. Na wamekwambia hii lazima wairudishe nyumbani. Kwa hiyo itakuwa mechi fulani ya kisasi, kwa sababu unajua Harry Kane nao kimwachia tu kidogo mwanangu kakuua. Huku tuna Messi. Messi unamjua alivyo na njano. Messi alivyo na njano. Lakini mechi imekaa kifundi kidogo, lakini yenye magoli mengi. Kwa sababu Argentina unajua anaruhusu goli sana. Argentina wanaruhusu magoli sana. Halafu ukuta wao sio mzuri sana, ila wana wafungaji bora na wana viungo bora. Hawa sasa ndugu zetu hawa wana shughuli ya kufanya England. Kwa sababu England ni muda mrefu, kwanza kufikia tu hatua ya mara yao mwisho kuchukua kombe la dunia ilikuwa ni mwaka 1966. Mara moja. Sasa je, mtego wa kesho watauvuka? Hapo swali lipo. Question mark. Je, mabingwa utetezi. Na huko ndani wana mtu anaitwa The Goat. Messi atakubali kuiachia hiyo?
Na Messi unaweza ukasema amezeeka bwana, lakini ni mchezaji ambaye anasifika kwa kubadilisha matokeo. Ana surprise. Sema kesho kuna surprise wengi. Yaani huyu Harry Kane sio mtu mzuri. Messi sio mtu mzuri. Belgium anaonekana tishio sasa hivi. Lakini ni mechi ambayo ina ushindani mkubwa sana. Na shida ya Argentina mechi zao bana kwenye hizi hatua zilizopita unaweza kusema walikuwa wanacheza kama hawana haja na kombe. Kwa sababu kwanza wanaanza kuruhusu magoli lakini baadaye ndio wanafanya comeback kama walivyofanya kwa Misri. Waliwashangaza. Kwa hiyo tuangalizie tu kwamba kesho nilitaka kujua mwenye nafasi kubwa zaidi ya ambaye maana uwanjani aidha mchague kucheza timu namba 1 na namba 2 au wote mchezo kushambulia.